Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia. Tuko katika kitabu cha nabii Yeremia. Tumeifikia sura ya 29. Taanza kusoma mstari michache kuanzia wa 10. Anasema, maana Bwana asema hivi: Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV, nafurahi sana uko pamoja nami. Nami ni ombi langu uendelee kuwa pamoja nami upate vitu vizuri. Hapa tunakutana na ahadi. Mungu anawaahidi wa Israeli. Anasema walipokuwa utumwani Babeli, anasema baada ya miaka 70 nitawarudisha tena. Nitatimiza agano langu la kuwarudisha. Lakini jambo muhimu, anasema najua mawazo ninayowawazia ni mawazo ya amani. Mawazo ninayowawazia ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Maana yake anawaambia, anaposema ninawapa tumaini siku zenu za mwisho, maana yake anawaboreshea siku zijazo, zitakuwa za furaha, siku za amani, siku za mashangilio. Watatolewa kwenye utumwa na kwenda katika nchi yao na kustarehe. Kwa hiyo maana yake anawaambia, sasa nitaenda kuwastarehesha. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mtakapoingia kwenye maombi kuniomba, nitawasikiliza, nami nitawapa mnachohitaji. Maana yake sasa urafiki unarudishwa, na ile hali ya mapendano kati yao na yeye unarudishwa. Ule upendo unarudishwa, uhusiano unarudishwa siku za mwisho. Pendwa mtazamaji wangu, yawezekana unapita katika mambo fulani magumu, yawezekana unapitia changamoto mbalimbali, lakini iko ahadi ya Mungu. Anasema nayajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani, kukupa wewe tumaini siku zako zijazo, siku zako za mwisho. Baada ya hapo utashangilia, utafurahi. Pendwa mtazamaji wangu, Mungu anakuwazia mema. Mimi sijui kwa upande wako, lakini Mungu ana tabia ya kuwazia mema watoto wake, na mimi naamini kama wewe ni wa kwake, anakuwazia mema na ana mpango mwema kwako. Kwa hiyo jambo muhimu, endelea kufurahia, endelea kumtumikia kwa moyo. Iko siku katika changamoto nazopitia zitaisha. Kama vile wana wa Israeli walivyoahidiwa kwamba baada ya miaka 70 mambo yote yanayowatesa na kusumbuka ninayaondolea mbali na mtarudi katika nchi yenu na kufurahia. Na kweli baadaye wana wa Israeli walirudishwa katika nchi yao ilipotimia miaka 70. Na wewe najua hakika iko siku, baada ya mahangaiko, baada ya tabu nyingi, baada ya changamoto nyingi, iko siku yatafika mwisho na utashangilia. Mungu akubariki sana. Tukutane tena wakati ujao. Tumaini langu kwamba uko pamoja nami na unaendelea kufurahi pamoja nami. Endelea kufurahia, maana haya ninayokuletea ni ya maana sana na ya muhimu sana kwenye maisha yako. Ombi langu usiache kusubscribe kwenye akaunti yangu kama bado. Wewe ambaye umeshafanya hivyo, Mungu aendelee kuzimimina baraka kwako. Basi nikutakie kila laheri. Tukutane wakati ujao. Kwa jina lake Mungu Baba ubarikiwe sana, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.